أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. القراض والمقارضة والمضاربة afwan kisra. Neno qiradh na muqaraba na mudharaba bimaana wahid, sawa, maana yake ni moja. Alqiradh walmuqaraba walmudharaba, hii alqiradh na muqaraba na mudharaba bimaana wahid, maana yake ni moja, sawa. Tuitafsiri hii alqiradh ambayo zina maana moja, tuiangalie maana yake, alafu baada ya hapo tutaingia kwenye kutofautisha. Kuna kitu ambacho kinaitwa alqaradh. Kabla ya kuanza somo letu, tutoe tofauti ya vitu viwili, sawa. Kuna kitu kinaitwa alqaradh au alqardh ambayo kafu inakuwa ina fatha, alafu kuna kitu kinaitwa alqiradh ambayo kafu inakuwa ina kisra. Sasa kabla ya kuingia kwenye somo letu, tutaangalia maana ya hii alqaradh na alqiradh kwa kisra, alafu baada ya hapo tuje kutofautisha na ile alqaradh au alqardh, sawa. Hii alqiradh ambayo kafu ina kisra, ambayo ndio somo letu la leo, maana yake anasema hivi: wa hiya shirkatun bimali min janibin wa amalin min janibin. Alqiradh maana yake nao ni ushirika wa mali, upande mmoja unatoa mali, alafu wal amalu bijanibin, na upande wa mwingine wa pili unatoa kazi. Ule ushirikiano kati ya pande mbili, mtu mmoja yeye anatoa mali, alafu mtu wa upande wa pili yeye anatoa kazi, nguvu ile. Hiyo ndio inaitwa nini? Inaitwa alqiradh, ule ushirika. Mfano, mtu ana mtaji wa shilingi milioni moja, alafu wewe una uwezo wa kufanya biashara fulani kama ya kuuza, labda biashara ya kuuza chakula mfano, au ya kutengeneza chakula. Wewe unaiweza ile biashara, anakuja kwako, bwana, mimi nataka tushirikiane, mimi nitatoa hela, alafu wewe utakuwa na tengeneza hizo nani kazi, alafu ile faida ambayo itakayopatikana tutakuwa tunagawana. Wewe utakuwa una sehemu yako na mimi nitakuwa na sehemu yangu, mtakubaliana, mtafunga mkataba. Haya, hiyo ndio inaitwa alqiradh au almuqaraba au almudharaba. Wa hiya shirkatun bimalin min janibin wa amalin min janibin, nao ni ushirika wa mali kutoka kwa upande fulani na kazi upande mwingine. Mmoja anatoa mali, mwingine anafanya kazi. Binasibin, kwa faida au kwa makubaliano ya faida ya fungu, mina ribihi, katika faida. Binasibin mina ribihi, kwa makubaliano nini ya fungu katika nini ya faida. Yani katika ile faida ambayo itakayopatikana inatakiwa muwekeane sehemu, sawa. Faida nzima ambayo itakayopatikana, kitu kizima kile, si ndio? Mkubaliane, bwana, katika 100%, mimi nitachukua 30%, wewe utachukua 70%, sawa? Tumeelewana shekhe hapo? Haya, mnafanya kazi, sawa. Na swala la kusema kwamba fungu kubwa achukue labda mwenye mtaji, fungu dogo achukue anayefanya kazi, au fungu kubwa achukue anayefanya kazi, fungu dogo mwenye mtaji, au ni makubaliano, au achukue sawa sawa, au ni makubaliano, sawa.
na hii inatakiwa mkubaliane kwa asilimia. Tumeelewana shekhe? Sio kwa kiwango cha pesa. Kwa nini kwa asilimia? Ndio hiyo binasibi. Nasibu maana ni sehemu, fungu lile, asilimia. Sawa? Mfano milioni moja ametoa mwenye mtaji. Baada ya kutoa milioni moja, wewe ndio unafanya kazi. Fanya kazi, unajua mwenyewe hapa nitanunua viazi, nitanunua tomato, nitanunua nene, unapiga kazi. Kwa hiyo kila ikifanyika biashara, faida ikipatikana shilingi 50,000, ikiwa mmepangiana asilimia, kama mmepangiana nusu kwa nusu, maana yake asilimia 50 ya shilingi 50,000 itakuwa ni shilingi ngapi? 25,000, na wewe shilingi ngapi? 25,000. Tumeelewana hapo? Kama ikiwa faida ipatikana 100,000 mfano, ikawa mmekubaliana bwana, mimi nitachukua asilimia 30. Sawa? Wewe yule mwenye anayefanya kazi yule, wewe utachukua asilimia 30, afu mimi utanipa asilimia 70. Maana yake katika asilimia 30 ya 100,000 ni shilingi ngapi? 30,000. Asilimia 70 ni shilingi ngapi? 70,000. Sawa? Na hiyo ukipiga kwenye hesabu hata shilingi 50,000, ukisema uipige hesabu 50,000, asilimia 30 ya 50,000 shilingi ngapi? Kwa maana utaenda kuigawanya pale. Utafanya utaigawanya. Tumeelewana? Na ndio hapo utakuta kwamba kuna umuhimu wa kujua hesabu za sehemu hapo shehe. Hata kwenye mirathi kule, watu wengi wanashinda kwa mirathi. Kwa sababu gani? Mirathi imeelezewa katika hesabu za sehemu. Utaambia bwana, huyu anachukua fungu la 10, huyu anachukua 1/6, labda unaambia huyu anachukua 1/3. Haya, 1/3 maana yake ni nini? Mtu akiuza 1/3 maana yake ni nini? 1/3 maana yake shekhe, ukichukua ile jumla nzima ya ile hela ambayo unaikusudia ile, sawa, unaigawanya mara 3. Sawa? Unaigawanya mara ngapi? Mara 3. Sawa? Ukigawanya mara 3, alafu baada ya kugawa mafungu matatu, fungu moja ukimpa huyu, inabaki mafungu mangapi? Mawili. Sawa? Hiyo ndio maana yake. Sasa tukija katika tofauti, kuna kitu kinaitwa al-qardh. Al-qardh kafu ikiwa na fatha, maana yake ni kukopesha kwa kawaida kwa. Hiyo ndio kukopesha. Wa aqridu Allah qardan hasana. Sawa? Na mkopesheni Mwenyezi Mungu kukopesha uzuri. Lakini Mwenyezi Mungu sio kama anamkopesha hela kama anavyokosana sisi. Huo ni mfano tu ambao umepigwa, kwa maana kuwekeza mali kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akulipe thawabu. Sasa neno kukopesha ni kuliambia kwa labda mtu amekuja shekhe, ana shida bwana, Sheikh Khatib bwana, naomba bwana, leo na shida bwana, nisaidie shilingi 5,000 nitakulipa. Na basi sawa, hii hapa hii. Hiyo ndio al-qardh. Unampa ile kama baada ya siku moja au siku ngapi mbele atakulipa. Lakini hii hapa al-qiradh, hii ndio tumeielezea, hii masuala ya nini? Ya biashara, tumekubaliana pande mbili. Dalili ya Qur'ani, Allah amesema akielezea al-qiradh, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, katika sura an-Nisa aya 29, illa an takuna tijaratan an taradhin minkum, isipokuwa iwe biashara ambayo mmeridhiana kati yenu. Mmeridhiana, ndo hapo ndo hapo hii biashara ya kuridhiana ndo biashara ya makubaliano ambayo ndo nini? Al-qiradh hapo imeelezewa hapo kwenye Qur'ani katika sura an-Nisa, ambayo aya hii ukiangalia mwanzo ilivyoanza kule, ilikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakataza watu kula mali za wenzao kwa batili, wala taakulu amwalakum bainakum bil batil, wala msiliane mali kati yenu kwa batili. Mtu anatafuta mwenzake michongo pale, bwana kuna kitu fulani bwana hivi, anamdanganya wewe ili atoe hela ale nini, ale mali yake, kumbe hana chochote. Anaandika mipango mingi bwana, tunasema bwana imetokea hivi, kwa watu wanatakiwa kusaidiwa hivi, kumbe anataka nini? Ale hela. Sasa mambo yale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayekataza katika sura an-Nisa, ndio kipande cha aya kingine, illa an takuna tijaratan, isipokuwa iwe ni biashara ambayo mmekubaliana kama hivi qiradhi, unafanya kazi, ametoa mtaji, mnapata faida, mnagawana kwa asilimia ambazo mmekubaliana,
hiyo ndo hamna dhambi. Lakini mambo mengine ambayo mtu anatengeneza mipango utakuchukulia mali, mambo hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza. Hadithi ya kwanza ambayo katika mlango huu an Suhaib radhiallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, aka mtume rehma na amani zifanye yake amesema, thalathun fihinna albaraka albay'u ila ajalin wal muqarada wa khaltul burri bish-sha'iri lilbayti la lilbay'i, rawahu Ibn Majah bi isnadin dha'if. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thalathun, mambo matatu, fihinna albaraka, katika mambo matatu kuna baraka. Mambo matatu haya ndani yake kuna nini? Kuna baraka. Sawa. Jambo la kwanza, albay'u ila alajali, ni kuuziana biashara mpaka katika muda fulani. Sawa. Maana kama mmekopeshana, bwana nipe hii muda fulani nitakulipa, hiyo ni albay'u ila alajali, kuna baraka ndani yake. Wal muqaraba, na muqaraba ndo ambapo tumeelezea hapo nyuma hapo, ile biashara ya makubaliano kati ya pande mbili, ina baraka ile. Kama kweli imeingia makubaliano ambayo hakuna mushkil ndani yake na wala hakuna mtu ambaye anataka kumdhulumu mwenzake, basi muqaraba hiyo Mtume swalla sallam anasema hiyo ina baraka, hiyo ina baraka. Tatizo watu wengi wanafanya hizi biashara, wanakomoana, aidha bosi amkomoe mfanyakazi au mfanyakazi ampige bosi. Sawa, anapata sana yeye, kila akiulizwa mambo mabaya bwana, kumbe kwa anauza mzigo, kumaisha ule mzigo, anakwenda kununua mzigo mwingine mpya, anaweka pale, ile kashauza na faida kapata, asemi bwana vipi, bado hii iko hivi, kumbe kashauza karibu mara mbili nzima, faida ameweka pembeni ya kwake hiyo. Alafu huku ndio mnakuja sasa, ndio mnagawana. Wapo watu wao shehe. Sasa ili mpate baraka, muende kimaridhiano, muwe na ukweli ndani yake. Wal muqaraba, na muqaraba. Wa khaltul burri, na kuchanganya burri, aina ngano hiyo, bishairi na shairi, aina ngano pia. Hizi aina mbili za ngano ukazichanganya hizo. Kwa maana hapa kuna ngano moja ina ubora wa juu, nyingine ina ubora wa chini. Sasa ukizichanganya hizo mbili hizi, lilbaiti, kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, ukazichanganya hizo, kuna baraka. La lilbai, sio kwa ajili ya kuuza. Kama wewe ni mfanya biashara ukachanganya ili watu waambie bwana hii original hii, kumbe umechukua ile hafifu na yuko ambao nani ili uwapige watu, hapo itakuwa hakuna baraka. Labda uwaambie bwana, unaona hii bwana, mimi nimechanganya, nimechukua ile ya kung'aa na ile fulani nimechanganya, ndio mtai. Kwa hivyo bwana, nimechanganya kwa mimi ninauza hivi, hapo inakuwa biashara yako umeweka wazi, inakuwa haina shida. Rawahu Ibn Majah bi isnadin dhaif, hadithi Ibn Majah kwa isnadi ambao ni dhaif.